kero yetu hapa kwa mimi si ndio nimehadisia hapa kusema kwamba mimi mwaka jana nilichukuliwa mbuzi, lakini baada ya kuchukuliwa mimi nikashukuru Mwenyezi Mungu kusema kwamba hii ni kahati ya yani mitihani ya nini ya mfugaji. Kwa hiyo mimi nikajishukulia Mwenyezi Mungu. Jana niliporudi baharini kuja huku, basi ninasikia salamu kusema huku mbuzi wameshachukuliwa. Sasa wamechukuliwa kivipi? Anasema kuna jamaa sijui wapi sijui huko, basi wamewachukua wawili. Sasa nikija kuhesabu huko ndani nakuta wawili wameondoka. Mimi kilichofanya hapo nikaona haya ndio yale ya mwaka jana. Inaonekana kidogo katika ufugaji wenzetu wanawaacha wale wanyama wanasambaratika kiasi kwamba wanatufuja, hata kama sisi wakulima kwa kweli hatuwezi kupata mazao yote yale tunayopata katika wanyama. Wanakuja wanafuja, upati muogo, upati nini, mpaka sasa hivi wanatembea masafa marefu. Kwa kweli kero hili bado sisi tunatumbuka nalo sana. Ndio maana kiasi kwamba inawezekana, sina uhakika, inawezekana wenda pengine raia wengine, wakulima wengine wanapokuwa na hasira kali wanaweza wakatumia uamuzi wote, japo kupiga au kuua, lakini kiasi kwamba kutokana na tatizo hili ambalo linaloingia sasa, tunachokiomba serikali tusaidie, pange utaratibu maalumu kati ya wafugaji na wakulima, jinsi gani ya kuweza kuenzi mifugo yao hao wakulima na hao wafugaji, na sisi wakulima waweze kututengenezea mazingira ili chetu kinachokifanya kile kinatusaidia sisi pamoja na familia yetu. Wizi huo upo, na huyo mtu kwa kweli walishamuonya mara kumuonya. Jana ilisemekana ameiba mbuzi 3, akawachinja, akawatia kwenye mifuko kwa kimbiza mjini. Nilichokifanya mimi, kwa sababu ni mtu wa serikali, ilibidi nizuie ile nyumba wasiivunje yote, wakaimaliza. Ndicho kitendo ambacho nilikifanya na kuwatawanya wananchi, na mimi nikarudi kwangu. Wito wangu nilichowaambia wananchi, wasichukue sheria mkononi, wafuate taratibu, kama taratibu kwamba wamshike mtu na kitu ndipo wamchukulia hatua kumpeleka serikalini au sehemu husika kumshtaki, lakini sio kuvunja nyumba.